Mimi nilikuwa nipitia sana changamoto kubwa sana wapendwa. Nilikuwa wa chini, sasa hivi niko juu. Amen. Kuna siku tangia niko kijijini nilikuwa naumwa sana. Ile kuumwa sana. Kwanza nilianza biashara nikiwa na miaka 10. Nimepambana kwa ajili ya uwezo wangu. Nilianza na ndoo moja yenye lita 20 ya mahindi kule kijijini. Mungu alionekana kwa mkono wake. Kwa ndoo moja yakawa majunia 80. Amen. Haleluya. Amen. Nilikuwa nakimbia kwenye baskeli nikaiacha. Kawa nachukua gari nzima. Amen. Lakini cha ajabu adui aliingia katikati, nikuja kupigwa ugonjwa ambao siwezi kusahau. Unajua kuja kuumwa ukubwani ambao hujawahi kuumwa hata siku moja. Jambo la hatari. Yaani nilianza kuumwa kifafa. Kile kifafa kilikuwa yani unaanguka. Ni usiku tu, sio mchana. Ni usiku tu. Siku moja nilikuwa nimelala na rafiki yangu. Mara ya kwanza nilipoanguka nikasingizia labda kwa sababu ya nini? Ya uchovu na kazi ninazozifanya. Siku moja nimelala na rafiki yangu akaniambia, "Umeshawahi tena?" Kamwambia hii ni mara ya pili. Kumbe rafiki yangu roho imefanyaje? Imemuuma. Kaenda kuwashikisha wazazi wake, kawaambia. Wazazi wake waliponiita wakaniambia, "Umeshawahi kwenda kwa mganga?" Njia za mkato hizo. Nikasema tangu nizaliwe sijawahi kwenda kwa mganga hata siku moja. Wakanishawishi. Wakanipeleka. Waliponipeleka matibabu yakaanza kama kawaida. Kakuta kuna maadui zangu, marafiki zangu ambao wameingilia kati. Naona. Nikaanza kuuguza. Mtaji wote kuisha. Nikasema hivi, mtaji umeisha. Alafu sioni hata matokeo hivi labda nimepona, sijawahi kuona. Hela zinaenda tu. Mtaji ukaisha kabisa. Ikabidi tena nianze upya. Ambapo nilikuwa nimepanda juu. Nikaona aibu. Ndio nikaja huku da. Siku moja nilikuwa na bosi wangu, amenibeba kwenye gari. Nikamwambia twende kanisani. Naona. Tukaja naye mpaka kanisani. Alipofika getini yeye akasema, "Mimi nimegairi. Shuka tuende kanisani." Nikashuka, kanishusha. Nilipopita pale kanisani kwa Victor, nywele zangu zikasisimuka. Kajua hapa kuna Mungu. Mchungaji aliponiombea nikapona. Amen. Tangia hapo sijawahi mpaka na leo. Nilipopona ule ugonjwa baada ya wiki tena nikapigwa upofu wa macho. Nikanunua ile miwani ya macho. Mchungaji aliponiona akanigusa tu. Nione nikatupa. Amen. Kuna kipindi nilichomeka kama mara 2 mara 3. Unatoa mahali inaenda hiyo. Mchungaji akaniombea. Mungu akaninua. Ndio nikapata mwanamke sahihi sasa. Amen. Haya madhabahu kuna nguvu ya Mungu. Amen. Nguvu ya. Nilipoona mambo yanaenda nikamwambia pastor, "Mimi bwana nataka nifungue ofisi." Mchungaji akaniunganisha kwa rafiki yake. Kuna rafiki yake alisema anauza 280,000. Nikaenda kununua. Nikafungua ofisi yangu. Movie CD nauza, chaji kila kitu. Hiyo ofisi ikainua nikanunua na kompyuta nyingine ya pili ambayo ni studio ya kurekodi. Mungu kaniinua. Tena pale niko kwenye kampuni la mikate. Ni manager msaidizi. Amen. Ndio maana nang'ang'ania sana. Mungu kanitoa mbali. Mimi kuna siku niliamka asubuhi kwenda kanisani. Nikamkuta mtumishi wa Mungu anabeba vyombo na mke wake. Iko kitu kiliniuma sana. Tangia hapo nikaweka nadhiri. Kuanzia leo nitakuwa nabeba vyombo, nitaamka saa 11 kuja kufunga vyombo. Paka na leo hii. Amen. Ndio maana tujifunze vitu.
unapowahi kanisani, hata kufagia, jitoe kwa moyo unaoonekana.